kubwa katika usimamizi wa Bohari Kuu ya Dawa MSD, ikiwemo malimbikizo ya deni la serikali, ucheleweshaji wa usambazaji wa dawa pamoja na manunuzi yasiyozingatia viwango. Mtakumbuka katika ripoti zetu za nyuma, swala la MSD tumekuwa tukiliongelea kwa kutambua umuhimu wa MSD kama muhimili mkuu wa upatikanaji wa dawa nchini, na changamoto hizi za MSD kutofanya majukumu yake kikamilifu na kwa ufanisi zinaathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya. Wananchi wanakosa dawa katika hospitali za umma na gharama za matibabu zinaongezeka, na hatari katika maisha yao inapanda, hususan kwa wagonjwa wa magonjwa kama VVU, kifua kikuu na wale wanaohitaji huduma za uzazi. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG, hoja za MSD zilizoibuliwa zimeainishwa kama ifuatazo. Kwanza, serikali kushindwa kulipa madeni ya dawa ya miradi msonge ya VVU, TB na uzazi. CAG ameibua kuwa MSD inaidai serikali jumla ya shilingi bilioni 47.11, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 321.31 ni deni za huduma zinazotokana na miradi msonge kama nilivyotaja hapo awali. Kushindwa kulipa madeni haya kwa muda mrefu kunadhoofisha uwezo wa MSD kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, na hivyo kuhatarisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wagonjwa nchini. Swala la pili ni ucheleweshaji mkubwa wa kusambaza dawa kwa wateja. Kwa mujibu wa sheria na taratibu, MSD inatakiwa kusambaza dawa siku 14 baada ya kupokea oda kutoka kwa wateja mbalimbali zikiwemo hospitali, vituo vya afya, dispensary katika mfumo ulioko. MSD pamoja unapunguza ufanisi wa MSD. Tunaisikia serikali ikisema kwamba kumeongezeka ufanisi wa upatikanaji wa dawa katika ngazi zote na mfumo wote. Tumeona takwimu wakidai kwamba dawa hizi wengine wamefikia mpaka 90%. Lakini ukweli ni kwamba ukienda huko kwa wananchi, ukienda huko ground, bado hospitali za umma wananchi wanakosa dawa muhimu. Na hata pale wanapotakiwa kuzinunua, wanaenda kuzinunua kwa gharama iliyokuwa juu zaidi, badala ya kupata manufaa ya uwepo wa MSD, ambapo ilitakiwa dawa zile zinunuliwe kwa bei ya uweni ambayo tayari ilikuwa imeshapunguzwa au imekuwa subsidized na serikali. Kutokana na hali hii, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ilipe mara moja deni la dawa la MSD ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na serikali iache utaratibu wa kujilimbikizia madeni. Serikali ianze utaratibu wa malipo ya fedha taslim na ya wakati kwa ajili ya ununuzi wa dawa ili kuimarisha mtiririko wa kifedha MSD. Pia tunaitaka kufanyika mageuzi makubwa ya kimfumo na kiutendaji ndani ya MSD ili kudhibiti mianya, ubadhirifu na uzembe. Tunaitaka pia hatua za kisheria zichukuliwe kwa watendaji wote walioshiriki katika uzembe, upotevu na manunuzi yasiyokuwa na tija. Tunataka pia kuteuliwa kwa watendaji wenye weledi, uadilifu na uzalendo ili kurejesha imani ya wananchi katika taasisi hiyo nyeti. ACT Wazalendo haitakubali kuona afya wa Tanzania ikichezewa kupitia mifumo dhaifu ya usimamizi wa dawa. Tunasisitiza kuwa MSD ni lazima irejeshwe katika misingi ya uwajibikaji, ufanisi na uadilifu ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata dawa kwa wakati na kwa uhakika. Hoja inayofuata ni hoja namba 9 ambayo inahusu kukithiri kwa upungufu na upotevu wa maji. Ripoti ya CAG kwa mwaka 24-25
imebainisha kuwepo kwa changamoto kubwa katika sekta ya maji nchini, ikiwemo upotevu mkubwa wa maji, uzalishaji 14, na ni mradi ambao ulisubiriwa sana na wananchi wa wilaya hizi, wilaya za Same, Mwanga na Korogwe. Lakini ndani ya mwaka huo mmoja tunaona kwamba badala ya maji kufikia wananchi, 70% ya maji yote yanapotelea njiani na hayafikii ule mlaji wa mwisho, maji ambayo yanahitajika sana kwa wananchi wa maeneo hayo. Mamlaka nyingine zenye upotevu mkubwa wa maji ni Dar es Salaam 53%, Morogoro 50%, Arusha 47%, Mwanza na Mbeya 45%, Tukuyu 42% na Lindi 39%. Hoja nyingine kwa upande wa maji ni upungufu wa uzalishaji wa maji. CAG amebainisha kuwa kuna upungufu wa maji wa mita za ujazo 582,612 kwa siku katika mamlaka mbalimbali za maji. Baadhi ya mamlaka zenye upungufu mkubwa wa maji ni Bariadi, ina upungufu wa maji kwa moja, Masasi na Chingwea 54. Hapa CAG anachotaka kusema ni kwamba hizi mamlaka zimepewa wajibu wa kuhakikisha kwamba zinatafuta, zinasambaza na zinatoza fedha kwenye maji, lakini uhitaji wa maji katika hizi mamlaka ni mkubwa. Wao wanazalisha kiasi kidogo sana kulinganisha na uhitaji halisi wa maji katika maeneo yao. Kwa hiyo kwa kuanza tu, ina maana hizi mamlaka zina kiasi cha maji pungufu ukilinganisha na mahitaji ya watu wake zinaosimamia. Na sisi tulitegemea kama sehemu ya uwajibikaji wa hizi mamlaka, ilingekuwa ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wanaongeza kiasi cha maji kifikie kiasi cha uhitaji wa maji, badala ya kukaa pale kuanza kugawana maji ambayo tayari wanaanza katika upungufu. Swala lingine ni ucheleweshaji na udhaifu katika utekelezaji wa miradi ya maji. CAG anaripoti kuwa miradi mingi mamlaka 8 zilizobainishwa kuwa na ucheleweshaji wa miradi ni pamoja na Songea, Tabora, Arusha, Msoma, Mpanda, Bariadi. Hali hii inasababisha wananchi kuendelea kukosa huduma muhimu ya maji licha ya uwekezaji mkubwa unaofanyika. Aidha, katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG 2024-2025 inaonyesha kuwa changamoto hizi ni matokeo ya udhaifu mkubwa wa kiusimamizi, upangaji mbovu wa miradi na ukosefu wa uwajibikaji katika mamlaka za maji nchini. Ni aibu kwa nchi yenye rasilimali kubwa ya maji kushindwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma hii muhimu ya maji kwa wananchi wake. Pamoja na kubainisha changamoto hizi, ACT Wazalendo tunataka zichukuliwe hatua zifuatazo. Kwanza, serikali itenga 182. Fedha hizi ni haki ya msingi za watumishi zinazotokana na malimbikizo ya mishahara, kupandishwa madaraja, posho na mafao mengine ya kisheria. CAG anabainisha kuwa mamlaka za serikali za mitaa pamoja na serikali kuu zimekuwa zikizuia malipo halali ya watumishi, ikiwemo malimbikizo ya mishahara, stahiki za waliopandishwa cheo, mafao ya wastaafu na posho mbalimbali zikiwemo likizo, kujikimu, safari na uhamisho. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 207.96 zimekaa bila kulipwa kwa zaidi ya mwaka mmoja.